Harusi nyingi duniani tunazozishuhudia huwakutanisha bwana harusi na bibi harusi wakiwa binadamu. Lakini katika mji mdogo wa San Pedro nchini Mexico, wakazi walikusanyika kushuhudia tukio la kipekee lisilo la kawaida baada ya meya wa mji huo kufunga ndoa na mamba jike katika sherehe ya kitamaduni inayofanyika kila mwaka. Tukio hili ambalo limekuwa sehemu ya utamaduni wa eneo hilo kwa zaidi ya miaka 200 hivi sasa, halihusiani na ndoa ya kimapenzi, bali ni ibada ya kitamaduni inayolenga kuomba ustawi, mavuno mazuri, uvuvi wenye mafanikio na amani kwa jamii. Kwa mujibu wa imani za wenyeji wa eneo hili, mamba huyo huwakilisha binti wa kifalme wa jamii za asili, huku meya akiwakilisha wananchi wa San Pedro wa Melula. Kabla ya kuanza kwa sherehe, mamba huyo hupambwa kwa mavazi ya harusi na mdomo wake hufungwa kwa usalama ili kuzuia madhara wakati wa shughuli nzima itakapoanza. Baada ya ndoa hiyo ya mfano kufungwa, meya humbeba bibi harusi wake na kuzunguka naye katika mitaa ya mji huo, huku akiongozana na wakazi wanaoshiriki kwa nyimbo, ngoma na shamra za kitamaduni. Desturi hiyo imeendelea kurithishwa kutoka kizazi hadi kizazi na imekuwa kivutio kikubwa kwa wageni na watalii kutoka sehemu mbalimbali duniani. Ingawa kwa wengi inaweza kuonekana ni ajabu, kwa wakazi wa San Pedro wa Melula ni ishara ya kuheshimu mila zao na kuendeleza utamaduni wanaoamini huleta baraka na ustawi kwa jamii yao. Lakini hii si mara ya kwanza, kwani ripoti zimewahi kudai kwamba katika vijiji vingi pia vya India, mtoto anapozaliwa na ishara fulani kama vile kuota jino la juu la kwanza kabla ya la chini, jamii inaamini kwamba mtoto huyo ana laana manuksi kubwa. Hivyo ili kuokoa maisha ya baadaye, humuoza mtoto wa kwanza kwa mbwa wa mitaani. Mbwa huyo huoshwa vizuri, anavishwa nguo za harusi na sherehe kubwa inafanyika ikiwa na chakula, muziki na mamia ya wageni. Na katika jamii yao, mbwa ni mnyama mtakatifu anayefyonza laana na mikosi na kuacha familia ikiwa salama. Baada ya harusi hiyo ya kitamaduni kuisha, kijana au binti huyo anakuwa safi na yuko huru sasa kuolewa na binadamu wenzake bila hofu ya kuwa na bahati mbaya. Lakini utajiuliza, ni vipi kuhusu yule mbwa? Yule mbwa hatoachwa mitaani tena, atakuwa mnyama wa kufugwa wa familia na kutunzwa kwa upendo mkubwa maisha yake yote. Mimi ni Regina Baltazar.